somo mpya kidogo ambayo nataka lianze leo. Kuhusu mpinga Kristo. Nataka tuangalie ndogo tu kuhusu mpinga Kristo. Antichrist. Antichrist. I have said that just it will be an introduction kwa leo. Hakitasindi tu kuona mambo kadha kadri na ambavyo itakavyokuwa tunaendelea na hili somo. Antichrist, mpinga Kristo. Kuna mambo mengi ambayo yanasumbua watu siku za leo, especially whenever watu wanazungumza kuhusu siku za mwisho. Wanapiga picha ama wanakuwa na dhana kwamba wanaanza kuzungumzia mpinga Kristo. Unaposikia tu wanasema siku za mwisho, the end time, they are talking about Antichrist, mpinga Kristo. So wakati ambapo tunaposikia kuhusu mpinga Kristo, tunaichukulia ama tunajua shida ni kwamba watu wanasoma maandiko tu katika akili zao. Naposema kwa akili, sisemi kwamba utumie akili kusoma maandiko, lakini wanatumia akili zao nje ya maandiko. Unapotumia akili nje ya maandiko, nje ya muktadha, nje ya kusudi la maandiko, umepotea. So wanatumia akili nje ya maandiko. So unaposikia mpinga Kristo, wengi wako na dhana ya mpinga Kristo. Wako na dhana ya mpinga Kristo kwamba ni kama ni jitu fulani hivi, ama ni jamaa fulani hivi, ama I don't know. Kuna vile ambavyo watu wanavyochukulia ama wanavyodhania kuhusu mpinga Kristo. Na unaposikia mpinga Kristo, kuna maswali kadha wa kadha yanaibuka ambayo hatujawahi hata kujiuliza, lakini in fact hii ndio kitu ambacho kinaleta shida zaidi siku za leo kwa watu. Hakuna kitu kingine kinasumbua watu sana kama hii kitu, kama mpinga Kristo. Hiyo ndio kitu ambacho kinasumbua watu. Yamkini wahubiri kwanza, maana wanatishia watu. Wanapozungumza kuhusu mpinga Kristo, hapo ndio wanaweka alama ya mnyama. Si ile alama ya shetani. Ni ya shetani ama ni ya mnyama? Whichever. Maana si kama ni ya shetani ama ni ya mnyama, lakini inaitwa alama. Kuna alama. So maana wanasema Antichrist ndiye atakuja na nini? I think wanasema ndiye atakuja na alama. Ndiye atakuja na ile chapa ya mnyama ama ya shetani, I don't know. Lakini iko kama kuna kitu kama hicho. So wanapozungumza kuhusu mpinga Kristo, wanahusisha kwamba yeye ndiye atakayeleta nini? Chapa. Yaani ndiye atakuja na ile chapa, ule mpinga Kristo. Lakini sasa tuna maswali kadha wa kadha tunahitaji tujiulize, ambayo tutakuja tu kujibu. Mpinga Kristo ni nani? Ama ni nini? Hiyo ni swali. Maana unaposikia mpinga Kristo ni nani au ni nini? Maana huenda kama si kama ni kitu ama ni mtu ama ni nini, lakini sasa anapinga nini? Hiyo ni swali nyingine. Maana mpinga Kristo ni nani au ni nini? Alafu swali nyingine, maana maswali mingi zaidi. Anapinga nini huyu mpinga Kristo? Anapinga nini? Anafanyaje kazi yake ya kupinga hiyo upingaji? Anaifanyaje? Ama anatumia nini kupinga hiyo Kristo? Huyo mpinga hiyo anafanyaje kazi yake? Ni mtu au ni kikundi cha watu au ni wanyama ama mnyama? Huyu mpinga, hiyo ni maswali tu. Basi wewe mimi nimesema itakuwa maybe introduction, lakini kama tutaweza kufikia katika kilele wewe ni ngumu. Sasa ni kikundi cha watu, ni mtu au ni kikundi cha watu au ni mnyama au ni wanyama? Huyu mpinga Kristo. Bado ni maswali. Yaani maswali mingi zaidi, maswali zaidi ya 10 na kitu unaweza jiuliza kutokana na hii kitu ambacho wanasema mpinga Kristo. Tunaangalia ni mtu au ni kikundi cha watu au ni mnyama au ni wanyama? Ni
ni mtu fulani maarufu au ni viongozi wa kidini au viongozi wa kisiasa. Yaani ni akina nani hao? Kama ni watu maarufu fulani, yaani watu ni viongozi wa kidini au ni viongozi wa kisiasa au wanaoitwa wapinga Kristo ama wapinga Kristo kama watakoe. Ni viongozi wa kisiasa ama ni viongozi wa kidini ama ni watu maarufu, ndio wanaitwa Antichrist. Anakuja lini au wanakuja lini hao watu, kama ni kikundi ama kama ni wajama ama ni mnyama, anakuja lini kupinga? Those are the questions. Hiyo ni maswali tu, yanahitaji tu majibu. Maana hiyo ni maswali wakati ambapo unasikia mtu akisema mpinga Kristo na anaruka sana akisema akiintimidate. Hadi maswali yanahitaji kujibu. Maana sasa wanasema maybe 2000 years ago mimi alizungumza. Sasa atakuja lini? Anakuja lini ama watakuja lini hao watu ambao ni wapinga Kristo? Maana wengine wanasema ameshakuja ama atakuja. Ama kama ni wengi wameshakuja ama washakuja ama watakuja. Hiyo ni maswali tu. Anakaa wapi huyu mpinga Kristo? Kama ashakuja anakaa wapi? Bado hiyo ni maswali. Maana maswali mingi, ama atatokea wapi? Anatoka wapi ama atatokea wapi? Anaelekea wapi? Maana lazima tu akuwe na itimizo muhimu yake. Kama kunaye anaelekea wapi? Those are the questions. Ni maswali mingi zaidi unaweza kujiuliza wakati ambapo unasikia kuhusu mpinga Kristo. Sasa unakuta watu wamejenga picha, wako na picha kadha wa kadha kuhusu mpinga Kristo. Wengine wanasema kwamba ni viongozi fulani. Wengine wanasema ni akina Obama. Sasa Obama akakuja akaambiwa ni mpinga Kristo akatoka. Mwingine akakuja Trump. Sasa wakaanza kusema huyo sasa ndiye atatimiza ile promise si ya upingaji wa sio kitu kama hicho. Sasa kwanza alafu Trump alipofika mahali akasema akaleta sio akaanza kuingilia mambo ya religion, akasema sio akaamiza sio vitu huko sio na nini. Wakasema sasa huyo ndio sasa religion ikakuwa inamsupport Trump, lakini politically akakuwa ameanguka akatoka. Sasa tunasema bwana mpenda naye ni mpinga Kristo. Alafu wengine wanasema ni popo. Sasa kama ni popo basi anapinga nini? Atakuaje mpinga Kristo? Maana hiyo ndio dhana watu wako nayo. Na ni vitu ambavyo wanazungumza. Hicho kuna wengine hata walikuwa wanasema hata Osama walikuwa wapinga Kristo. Alafu ukasikia kuna story kwamba eti Obama akauliwa na akina Obama. Osama akauliwa na akina Obama. Sasa alikuwa mpinga Kristo alafu na Obama naye ni mpinga Kristo. Kwani hao watu wanapigana? Ufalme unapigana ufalme mwenza ndani ya ufalme. Sasa ni vitu tu walikuwa wanavyozungumza. Maana sasa leo hii sasa wanaanza kusema ati akina Obama. Yaani wanaona tu eti Obama ni mpinga Kristo. Akili leo nashukuru mahali tapata ama kwa ajili ya hili tutapata. Atutoe dhana zetu. Mpinga Kristo. Hiyo ni maswali kadha wa kadha. Anapinga nini kwa? Unajua kitu ambacho unapinga lazima ujue ni nini unapinga. Huwezi pinga kitu ujue. Huyo mpinga Kristo lazima ajue Kristo. Ama lazima tujue Kristo ni nani ama ni nini ili kwamba tujue ili tujue anapinga nini. Tukishajua mpinga Kristo ni nani, tunajua anapinga nini. Huyo Kristo anapinga wazi. Tumsifu Yesu. Amen. Lengo la kufundisha hii kitu si kwamba si kwa sababu ya vile linakaa kutajwa na watu. Kwa sababu kwa maandiko. That's why I have decided tuangalie. Si kwa maana linatajwa sana, linatajwa tu. Yaani kila I think mbili hawezi kaa siku yote kama hajataja Antichrist. Wengi, yani sijui kama most of them sijui kama anaweza shinda the whole day kama hajataja mpinga Kristo. Si kwamba si kwa sababu hiyo ambayo imefanya niamue kuangalia ama tuangalie kuhusu hiyo mpinga Kristo. Si kwa sababu linatajwa. Ni kwa sababu liko kwa maandiko na tunahitaji
tulione. So kitu ya kwanza, baada ya kujua hiyo, baada ya kuuliza yale maswali nini, sasa unahitaji tujue Kristo ni nini ama ni nani. Maana kitu ya kwanza unaposikia mpinga Kristo, huyu Kristo ni nani na anapingwaje? Na anapingwa kwa nini? Na ni nani anampinga? Sasa ndio kuna takwimu ambazo nataka tuangalie kwamba na kwa nini hawapingi Yesu? Kwa nini hakuna mpinga Yesu? So hiyo ni lakini tunaona kama kuna tofauti kati ya Yesu na Kristo. Maana si Kristo ndiye anapingango. Kristo ndiye anasemekana anapingwa. Yesu hapingwi. Wala pinga. Huyo wanapinga kama ni mtu ama ni kikundi ama ni mnyama sijui ama ni nani, wanapinga Kristo, hawapingi Yesu. Tuangalie kwamba jina Yesu maana kuna uhusiano kati ya Yesu na Kristo. Kuna uhusiano wa jina Yesu na jina Kristo. Jina Yesu limetajwa mara. Nataka tuangalie huyu Yesu nani ili tujue inapingwa aje, kwa nini anapinga, ni nini anapinga. Then baadaye tutajua mpinga Kristo ni nani. Huyu anayepinga Kristo anapinga kwa njia gani ama anapinga nini? Huyu mpinga Kristo. So jina Yesu, tuanze na jina Yesu, limetajwa mara 975 katika Agano Jipya. 975 times in New Testament. Jina Yesu. The one Jesus. In fact, Agano la Kale aliputaja jina Yesu direct, lakini ilikuwa inaitumia juu Yeshua. So hiyo jina Yeshua pale kwa Greek sasa inapokuja inakuwa Jesus, limetajwa mara 975 katika Agano Jipya. Na kwa out of 975 times 630 times imetajwa katika vitabu vya Injili. Mara 630 limetajwa, jina Yesu limetajwa katika vitabu vya Injili. Vitabu vya Injili ni zile akina Matthew, Marko, Luka na John. So 630 times out of 975 times limetajwa katika vitabu vya Injili. Mara 225 limetajwa katika nyaraka za Paulo, ama Paulo alimelitaja jina Yesu 225 times. Paulo ametumia hiyo jina Yesu. Alafu hiyo nyingine inabaki 71 hivi limetajwa ama limetajwa na mitume wengine. Hiyo ni jina Yesu. 975 in New Testament times, and out of these 630 times in vitabu vya Injili, gospel books, and 225 limetajwa in Paul epistles, na other remaining zimetajwa na the other epistles. Jina Kristo. Tuangalie jina Kristo. Hizo statistics ni za muhimu wakati mwingine. Ni za muhimu. Alimesema kwamba katika Agano la Kale lilikuwa linatumia kama Yeshua. So ndio wakakuja wakasema Yesu. Jina Kristo limetajwa mara 569 kwa Agano Jipya. The word Christ has been mentioned 569 times in the New Testament. Unaona sasa inapungua, si kama inapungua, maana 975 ni Yesu, 569 ni Kristo. Mara 58 limetajwa, jina Kristo limetajwa katika vitabu vya Injili. Si kama unaona kuna kitu. Mara 569
jina Kristo limetajwa katika Agano Jipya. Na kwa haya mara 558 58 times pekee hilo jina Kristo limetajwa katika vitabu vya Injili. Lakini jina Yesu limetajwa 630. Kama unaona hiyo range. Vitabu vya Injili mara 480 jina Kristo limetajwa kwenye nyaraka. 480 times nyaraka zimetaja jina Kristo. Kwa nini natumia hizi statistics? Nataka kutumia hizi ili tujue. Maana tutashinda watu wanashindi tu kusema ama wanaishi tu kusema mpinga Kristo, mpinga Kristo. Huyu Kristo ni nani? Anapingwa na akina nani ama anapingwa na nani? Katika hii somo tutakuja hata kuona mambo ya chapa ambayo wanazindi kusumbua watu wakiwaambia kuna chapa sijui inaletwa na mpinga Kristo. Nimesema 480 times limetajwa kwenye nyaraka. Out of this 480, 406 limetajwa na Paulo. Paulo ametumia 406 mara 406 kwenye nyaraka zake. Paulo, Kristo, jina Kristo. Ni kama almost 2 times na Yesu. Yaani kumaanisha Paulo ametumia jina Kristo ama amehubiri Kristo kuliko yaani ametumia jina Kristo zaidi sana kwanza almost times 2. Maana jina Yesu ametumia amelitaja mara 20 mara 225 na mara na jina Kristo amelitaja mara 406 almost double. Kwenye nyaraka za Paulo hiyo jina Kristo tumesema limetajwa ama amelitaja mara 406 na hizo mara zingine 70 kwa hizo nyaraka zingine. Hizo nyaraka zingine zimetajwa, kwa mfano Waibrania limetajwa mara 14. Judi naitwa Judi imetajwa mara 5. Ufunuo mara 15. First Peter na hiyo second yake bado imetajwa mara 20. First John second na third imetajwa mara 15. Yakobo ametajwa mara 2. Hiyo jina Kristo. Hiyo ndio statistics. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kwa hivyo tumeona kwamba Paulo ameongea habari za Kristo sana kuliko habari za Yesu. Hiyo ndio vitu ambavyo tunataka. Ameliongea sana, amelizungumza sana kuhusu habari za Kristo kuliko habari za Yesu. Na ni kwa I think Paulo amekuja kuokoka baada ya ufufuo. Sio amekuja kuokoka. Si ukianza sio active 9 na inaanzia hivi pale. Ni kama amekuja kuokoka baada ya ufufuo. Baada ya ufufuo sasa I think ndio Paulo amekuja kuokoka na akahubiri sana kuhusu Kristo. Siko hivyo? Kwa nini Yesu? Kwa nini Kristo? Kwa nini haya mambo? Kwa nini Kristo? Kwa nini tumie Kristo? Kwa nini sema Yesu? Hawa ni watu wawili tofauti au ni vitu viwili tofauti? Tutaona hiyo. Kwa nini tutumie? Kwa nini tusikie Yesu, tusikie Kristo? Are they different? Ni vitu tofauti. Maana hawapingi Yesu, in fact wanapinga Kristo. Hakuna anti-Jesus. Hakuna anti-Jesus. Ile yako ni anti-nani? Anti-Christ. Kwa nini hakuna anti-Christ? Na hakuna anti. So kuna kitu ndani ya Kristo basi. So hizo statistics ni za muhimu. Tumeona vitabu vya Injili havijazungumza sana kuhusu Kristo. Maana wameongea tu kidogo tu. Na I think kwa Matendo ya Mitume out of ile 58 nimesema 38 times act imetumia.
limetajwa kwa Matendo ya Mitume. So unakuta vitabu vya injili hizi zingine ni kama imetaja mambo ya Kristo less than 20 times ama maybe 20 hivi. Lakini sasa kwa nyaraka ndio tunakuta sasa Kristo. Kwa nini Kristo? Tutakuja kuona. Kwa nini wamekita katika Kristo peke yake na wakakaa pale sana, wakasisitiza sana kuhusu Kristo. Ile watu wasianze kushinda tu kusema ati sio mtu fulani anapinga. Unajua hii dhana ndio inafanya kwamba watu wanafikiria mpiga Kristo anakuja kupinga sijui anapinga nini? Maana tunashinda tu kusikia mpiga Kristo anayuaja, mpiga Kristo anakuja. Wengine wanasema mpiga Kristo yuko. Anapinga nini? Na anapingaje? Na nini hiyo anapinga? Wengine in fact hata kuna hata mengi wengine hata hawajui Kristo. Na wanasema tu anapinga Kristo. Nataka tu tujifunze bila kupapasa maandiko, bila kupapasa tu maandiko, tutulie tu, yani tu ndio nikutumia nikisema kwamba tusitumie tu akili, lakini sasa nikasema kwamba haina maana atutumie akili kuyasoma maandiko. Tunatumia tu akili. Tunatumia akili. Lakini akili si nje ya maandiko, ni ndani ya maandiko. Ndani ya maandiko. Tumesema kuna uhusiano fulani kati ya Kristo na Yesu. Yesu ni mwenye ofisi inayoitwa Kristo. So jina Kristo ni kama ofisi fulani. Yaani in fact unaona katika nini? Kwa Kiebrania Yesu maana yake ni mwokozi. Ilikuwa mwokozi. Jina Yesu linamaanisha mwokozi, naye Kristo ni mpako wa mafuta wa Bwana. Jina Yesu ni mwokozi, alafu Kristo ni aliyepakwa mafuta, mpako wa mafuta wa Bwana ama wa Mungu. So hivyo Yesu Kristo ni aliyemaliza ama aliyetimiliza kusudi la Bwana. Hiyo ndio kitu ambacho tunahitaji tujue. Yesu, jina Yesu ni ni mwokozi katika Kigiriki. Ama hiyo tu inamaanisha hivyo, ni mwokozi. Alafu Kristo ni aliyepakwa, ni mpako mafuta, ni mpako mafuta wa Bwana. Kwa hivyo Yesu Kristo ni aliyetimiza ama aliyemaliza kusudi la Mungu. Hivyo Kristo ni Yesu aliyetimiza yote yaliyoandikwa na manabii, Torati na Zaburi. Tutaona ni ya magani yao yaliyoandikwa ama aliyokuwa anatimiza Kristo. So ndio nikasema Yesu ni mwenye ofisi inayoitwa Kristo. Hebu tuende kwa Yakobo Luka. Anza na Luka kidogo hapa. Nataka tuone Luka. Nimesema kwamba ni kuna statistics ambazo nimepeana hapo, vile ambazo walikuwa na sitaji wa hiyo majina. Luka 24. Luka 24. Luka 24. Tuanze mstari wa 25. Nasema hivi, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walionena, waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kumpata mateso? Yaani haikumpasa Kristo. Sasa anasema, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Haikumpasa Kristo. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote ambayo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Yaliyomhusu nani? Kristo. Sema haikumpasa Kristo. Kwa nini Kristo? Kwani hatumii haikumpasa Yesu? Na tunaona Yesu ndiye aliyesulubishi. Anasema haikumpasa. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa so kumaanisha kutoka Musa
na manabii wote walikuwa wanazungumza kuhusu Kristo. Sasa nikasema Yesu ni cheo, ni ofisi. Yaani Yesu ni cheo. Kristo ni cheo, Kristo ni cheo. Nikasema Yesu ni mwenye ofisi inayoitwa Kristo. Akawaambia ikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Akaanza kutoka, akawaelezea katika maandiko yote mambo yaliyo muhusu yeye. So Kristo ndiye tunaona alifanya nini? Aliteswa. Maana anasema haikumpasa Kristo. So anatumia Kristo. Kwa nini Kristo? Kwa nini Kristo? Anatumia Kristo, lakini tunaona Yesu ndiye aliyekufa. Kwa nini Kristo na sio Yesu? Kristo ni ofisi maalum iliyozungumziwa tangu mwanzo. Kristo ni ofisi maalum. Ndio sababu unaona anatumia sasa Kristo. Sasa Kristo ni ofisi maalum. Na ndio nikasema Kristo ni aliyepakwa mafuta ama mpakwa mafuta kwa ajili ya kusudi maalum. So kwa sababu anatumia Kristo, ni ofisi maalum iliyozungumziwa tangia mwanzo. Na tumeona kuna uhusiano wa Kristo na Yesu. Hivyo kuna uhusiano wa Kristo, uhusiano ni katika kufa na kufufuka na kuja katika utukufu wake. Wakati ambapo unasikia hata leo watu wanasema kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la, lakini sasa alikuwa anasema kwa jina. Hiyo jina Yesu Kristo ni cheo, yaani katika utumilifu. Ndio ukienda katika maandiko ya nyaraka ama katika nyaraka hawataji kwamba Yesu atakapokuja. Wanatumia wanaelezea katika utimilifu. Maana alishakuja. Sasa akishakuja ausungumzi wakati ujao. Hautazungumzia wakati ujao. Sasa ukiangalia nyaraka wanatumia asimilifu. Angalau tuelewe Kristo ni nini, ili tuelewe jinsi ambavyo yanapingwa. Maana kama hatutaelewa Kristo ni nini ama ni nani, hata hatuwezi elewa jinsi anavyopingwa. Inabidi tu tuelewe kwamba Kristo ni nani. Si tumeona hapo ametumia Kristo. Hebu tuende Yohana 1:40. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona Masihi. Hiyo ni Yohana 1:41. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Bwana anatumia Kristo. Tumemwona Masihi. Unajua ni kwa nini watu walikuwa nadhana kwamba hata wa Israeli hata leo hii wanangojea Masihi hata wa leo. Maana wao walikuwa wanaona Masihi ni mtu mmoja atakuwa, yani mtu fulani hivi, mtu maarufu hivi atakaye kuja si kuwaondolea sisi ama kuondoa sisi kwa shida zao ama kufanya. So ni kwa nini walikuwa wanapinga? Maana dhani eti Yesu kama huyu ndiye alikuwa Masihi. Yaani eti atezo hivi ama afanye kwa hivyo alikuwa. Maana dhana yao walikuwa wanangojea huyu atakuwa mtu maarufu sana. Ndio hata leo hiyo wanangojea Masihi wengi wa Israeli wengi, wa Israeli wanangojea Masihi. Akasema tumemwona Masihi, yani Kristo. Yaani Kristo. Mathayo 22:41. Ukifika kama Mathayo 22:41. 41 inasema hivi: na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo?
Unajua kitu cha kwanza Yesu hakuwa anataka kujitambulisha direct kama yeye ndio Kristo. Hata ndio anauliza hii maswali, akiuliza maonaje kuhusu habari za Kristo. Ni mwana wa nani? Wakamwambia ni wa Daudi. Akawauliza, imekuaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Basi Daudi akimuita Bwana, amekuaje ni mwanawe? Maana wanajua kwamba Yesu alizaliwa katika lineage ya Daudi, lakini kwa jinsi ya kimwili, lakini si biologically. Hajazaliwa biologically in that lineage. So ndio unaona hataki kujitambulisha kabisa kama yeye ndio Kristo. Anauliza maonaje kuhusu habari za Kristo? Wakaanza kusema ni mwana wa Daudi. Ndio sasa anawauliza hiyo swali. Kama basi ni mwana wa Daudi, imekuaje Daudi katika roho anamwambia Bwana wa Bwana wangu shika? Hakuna mtu alimjibu. Maana hata hawakujua anajua. Sasa wanafikiria licha ya kuwa Yesu ametoka katika lineage ya Daudi, si biologically. Ni katika tumwili, maana ametoka katika ile ndoa ya Yusufu na Mariamu. Lakini haina na maana kwamba ni katika tendo la ndoa Yesu akapatikana. Hakupatikana katika tendo la ndoa. Hivyo hakuna mtu anayeweza sema ni mtoto wa Yusufu. Hawezi kuwa mtoto wa Yusufu. Sasa kauliza najaribu kutaja tu mahali ambapo Kristo alikuwa anazungumza. Ni Yesu mmoja hata alikuwa anazungumza hapo, lakini hawakumjibu lolote. Tuone Luka 24:40 tuanze na 45. 24 Luka. Tukaiuza, nataka tuone kitu hapa kwa Luka 24:45 mpaka 40. Lakini tuanze na 46. In fact unaweza kubali. Unajua ni kwa nini watu wengi wanakubali tukio lakini wanakataa matukio? Wanakubali tukio. Kuna watu ambao wanakubali leo hii Kristo alikufa ama Yesu Kristo alikufa, lakini hawakubali kama alifufuka. Kwa mfano ndugu zetu Waislamu wanasemanga kwamba eti sio ukienda kwa wale na kwa unajua kuna mtu kama huyo alikuwepo. So huwezi kubali, ukikubali tukio alafu upige matokeo, bado ujue au unapinga. Wewe ni mpinga Kristo. Maana wokovu unakamilishwa na hizi pati mbili. Ya kwanza na matukio. So huwezi kubali tukio ukatae matokeo. Hebu tuende 46 hapo. Tuone anasema aje. 46 anasema hivi, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Sasa ndio Kristo. Kristo atateswa. Kwa nini atateswa? Kristo atateswa na kufufuka. Nasema akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Hiyo ni part A. Kristo atateswa na kufufuka. Hiyo ni part A. Sasa kuna mtu anaweza kubali kwamba Kristo aliteswa na akakufa. Hiyo ni part A. Anakubali hiyo. Then sasa tuone part B. Aliteswa akafufuka. Ili iweje? Ama ili kuwe na nini? Kufa kwake na kufufuka kwake ili iweje? Ama ili ndio nini? Siku tatu atatufuka. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanzia tangu Yerusalemu. So hiyo ndio pati mbili. Yesu atateswa na siku tatu atafufuka. Ili iweje? Watu wote wahubiriwe kwa ajili ya toba na ondoleo la dhambi. Hii toba ile neno ni metanoia. Ile change of mind. Ile hapa wanapotumia toba. Hiyo 47. Kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo. So hiyo toba ni ile jina metanoia. Change of mind, ni change of mind, ni change of mind. Si katika kulia, si katika kulia. Hiyo toba si kulia, si kujutia. Ni
ni change of mind, kwamba watahubiriwa. Hiyo toba sasa ni injili. Toba ni injili. Kuhusu jina lake anasema atahubiriwa kwa jina lake. Nimesema kwa jina lake. Hiyo kazi timilifu watahubiriwa. Hiyo Kristo sasa. Hivyo kama watahubiriwa nini? Sasa tumepata kwamba Kristo ni nani? Kristo alikuwa akufe, ni aliyekufa. Wakati wote ambapo unazungumza kuhusu Kristo, unahusisha mtu aliyekufa na kufuka. So ikiwa sasa tumeona aliyekufa na kufuka, kwa nini? Ili watu waondolewe dhambi. Toba, wapate toba na waondolewe na dhambi. Sasa itakuaje waanze kusema kwamba ikiwa mtu apingi hicho, huyo si mpinga Kristo? Hapa nataka tupate. Ikiwa mtu apingi kwamba Yesu alikufa akafufuka kwa ajili ya ondoleo la dhambi ya wanadamu, huyo mtu si mpinga Kristo. Hiyo ndio kitu nataka tupate. Ikiwa huyu mtu apingi kwamba Yesu alikufa na akafufuka, kwa nini? Kwa nini aliteswa akafufuka na kufufuka? Kwa nini? Yeye anasema ili watu wahubiriwe, mataifa yote wahubiriwe kwa ajili ya toba na ondoleo la dhambi. So kama mtu apinge hayo mambo mawili, huyo si mpinga Kristo. Sasa wale ni je? Akina Popo wanapinga hayo? Wanakataa hayo? Akina Obama wanakataa, wameikataa waseme kwamba Yesu hakufufuka. Wameikataa. Sijui kama nimeisikia. Hivi basi hao si wapinga Kristo. Maana unajua wewe pinga kitu ambacho kama tumeona Kristo ni nani na kwa nini ni kazi yake nini alikuwa anafanya. Alikuwa akufe wakati ambapo nimesema ukitaja Kristo unazungumzia kuhusu mtu aliyekufa na kufuka. Maana ndio Kristo. Sasa ikiwa alafu kwa nini akufe? Kwa nini ateswe na akufe? Ili wanadamu waondolewe kwa ajili ya toba. Kuhusu toba na ondoleo la dhambi. So ikiwa mtu apinge haya mambo mawili haya, huyo mtu si mpinga Kristo. Hiyo si mpinga Kristo. So yule ambaye anasema kwamba mpinga Kristo yumo ni USA ni wafalme wa kisiasa, si wafalme wa kidini, au tunapinga apingi haya. Hiyo basi hao si wapinga Kristo. Mpinga Kristo ni yule ambaye anapinga haya mambo tumeona. Huyo ndio mpinga Kristo. Maana kuna wengine wanasema kwamba hakuna kiama, yani hakuna ufufuo. Huyo ndio mpinga Kristo. Huyo naye anazungumza hivyo. Lakini akina Popo sijaisikia akisema kwamba hakuna kiama. Akina Obama hawajasema kwamba Yesu hakufufuka. Hawajapinga kwamba watu waondolewe dhambi. Kwa hiyo faidi kikuja ni kuambia kwamba wewe umeondolewa dhambi zako kabisa. Si kwa juhudi zako, ni kwa ajili ya kazi timilifu ya Kristo. Ukatae, wewe unapinga Kristo. Umekuwa mpinga Kristo. Simple. Hiyo ndio upingaji wa Kristo. Hiyo ndio mpinga Kristo. Nikikuja nikwambie, maana anasema mataifa yote watahubiriwa kwa habari za ondoleo la dhambi. Toba na ondoleo la dhambi. So ukienda mtu akisikia habari za ondoleo la dhambi na toba akatae, huyo ndio mpinga Kristo. Hivyo basi, ikiwa wewe ambao unasema kwamba wewe kwa ajili ili upate haki ili uondolewe dhambi lazima ufanye juhudi zako binafsi, wewe unapinga Kristo. Hiyo si kama inaingia. Tunaondolewa dhambi kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi ambayo Kristo aliyofanya. Kazi gani? Ya kufa, kuteswa na kufa na kufufuka. Alafu ukikataa hayo kwamba wewe utaona kwamba ili uondolewe dhambi lazima ufanye juhudi zako. Lazima ufanye kitu fulani ili uondolewe dhambi. Wewe unapinga ni mpinga Kristo. Tutafuta mpinga Kristo mahali kwingine. You are the one. Wewe kama unakata, maana tumeona Kristo alikuwa afanya nini? Kristo alikufa, ilikuwa kwamba atakufa, atateswa na atafufuka, atakufa na atafufuka. So hiyo ndio part hii. Alafu ya pili, kwa nini akufe? Kwa nini ateswe, akufe na afufuke? Ili kuwe na ondoleo la dhambi. Si kwa juhudi za mtu.
Kama wewe utasema kwamba ni kwa sababu ya kile ambacho unafanya ili uondolewe dhambi, ama utashughulika hapa na pale ili uondolewe dhambi, ama kwa kulia kwako, ama kwa kujiweka kwako, si unajiweka aje eti kwamba ili uondolewe dhambi, unapinga Kristo. Wewe ndio antichrist. Hivyo basi, kumbe antichrist unaweza hata kuwa ni antichrist lakini unahubiri antichrist na you are the one. Antichrist. Maana hiyo ndio kitu ya maana. Sasa tumeona Kristo ni nani? Kristo ni aliyekufa, aliyeteswa na kufa na kufuka. Ili weje? Gari maswali tulikuwa tumetangulia kujiuliza maswali fulani. Ili weje? Ili watu, ili kuwe na ondoleo la dhambi. Habari za toba ni la ondoleo la dhambi. So ikiwa basi tusema ni watu maarufu, watu ambao ni mahususi, watu fulani, wanasiasa. In fact, umewahi kusikia mwanasiasa yote, wakuu wa siasa, yaani viongozi wa